Tundu Lissu apatwa na mshtuko baada ya kigogo wa Chadema ambaye ni maarufu zaidi kuhama chama hicho. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chadema na mmoja wa watiania wa kugombea ubunge katika jimbo la Rombo kwa jina Andrea Oiso ametangaza kujiondoa rasmi ndani ya chama hicho kikuu cha upinzani nchini, akilani kile anachokiita usaliti wa wapiga kura kutokana na uamuzi wa Chadema kususia uchaguzi mkuu ujao. Katika tamko rasmi lilotolewa Juni tarehe 19 mwaka huu, Oiso alifichua kuwa japokuwa aliwahi kusimama kidete kuunga mkono misingi ya Chadema kwa muda mrefu sasa, ameshindwa kuvumilia mwelekeo wa sasa wa chama ambao kwa mtazamo wake na wakatisha tamaa wa Tanzania wanaotegemea sanduku la kura kama njia ya mabadiliko ya kidemokrasia. Uamuzi wa Oiso unaongeza sauti za malalamiko zinazoibuka ndani ya Chadema, zikilenga kushinikiza chama kurejea katika mstari wa kisiasa na uhimiza ushiriki wa moja kwa moja katika uchaguzi badala ya kususia kama mkakati wa kisiasa. Anasema hatua ya kususia uchaguzi ni sawa na kujiondoa vitani na ni jambo ambalo ni kinyume cha msingi wa mapambano ya kisiasa yanayohitaji ujasiri na uthubutu wa kukabiliana na mifumo isiyokuwa rafiki kwa demokrasia. Andrea anasema anaiweka bayana kuwa ataendelea na harakati zake za kugombea ubunge wa Rombo kupitia jukwaa jipya la kisiasa ambalo atalitangaza rasmi katika siku zijazo. Ingawa hakutaja moja kwa moja chama atakachojiunga nacho, hatua yake imeibua uvumi kuhusu wapi atatua, huku wadadisi wa siasa wadadisi wa kisiasa wakifuatilia kwa karibu mienendo yake. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, hatua ya Oiso ni ishara ya mpasuko unaokuwa ndani ya Chadema, ambapo baadhi ya wanachama na viongozi wameanza kupinga hadharani maamuzi ya juu ya chama. Hii inaonyesha kwamba hoja ya kususia uchaguzi bado ni swala tete linalozua mjadala mkali miongoni mwa wanachama wa ngazi mbalimbali. Oiso ameahidi kuondoka ndani ya Chadema kwa heshima bila kuacha migogoro au chuki binafsi, akishukuru chama hicho kwa nafasi ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa kwa miaka kadhaa. Lakini pia ametahadharisha kuwa mapambano ya kuleta mabadiliko halisi hayawezi kuachwa mikononi mwa kauli za kukata tamaa, bali anahitaji watu walioko tayari kupambana hadi mwisho hata katika mazingira magumu. Uamuzi huu wa kujivua wanachama umetafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama changamoto kwa Chadema kujitathmini upya kuhusu mkakati wake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wafuasi wa chama hicho wanatazama kwa wasiwasi wapo hatua ya kususia uchaguzi itaathiri ushindani wa chama hicho kwenye medani ya siasa au kama itazaa matunda ya kisiasa kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, Oiso sasa anaonekana kama mmoja wa wanasiasa wapya wanaojipanga upya kwa harakati za kisiasa nje ya mfumo wa vyama vya upinzani vilivyozoeleka, akiahidi kuendelea na mapambano kupitia jukwaa atakalolianzisha hivi karibuni. Hii ni ishara kwamba mlango wa ushindani wa kisiasa bado uko wazi na Tanzania inakaribia kipindi cha uchaguzi kilichojaa matumaini, changamoto na mabadiliko ya kijasiri.